Spika, bajeti zetu tumeziona jinsi tulivyo na pungufu la ajira katika visiwa vyetu, na tunasimama ili kutetea ama kuelekeza kwamba jinsi gani mbinu zifanyike za kuwapatia vijana wetu ajira. Sasa tuna vijana kama ilivyosemwa zaidi ya 70,000 ambao wanazurura hawana ajira. Niombe sana, kwa sababu inaonekana wazi kwamba bajeti hii haikuelekeza sana katika kuwapatia ajira vijana wetu, na tumeelezwa huko nyuma kwamba visingizio kwamba vijana wetu hawaajiriki kwa sababu hawana elimu, ambapo mimi nasema kwamba hili lilikuwa ni jukumu la serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nataka aje anielekeze, je, kuna mikakati gani iliyowekwa ya kuwapatia taaluma vijana wale zaidi ya 70% ili waweze kuajirika, na hizo ajira chache ambazo zipo zinakamatwa na wenzetu upande wa pili. Ingawa tukisema inakuwa ni nongwa sasa kwamba eti sisi tunaukejeli muungano, lakini kama kuwatetea vijana wetu kupata ajira ndio chanzo na kero ya muungano, kwamba eti tunahatarisha muungano uvunjike, basi mimi kama mwakilishi wa jimbo la Ziwani naendelea kutetea na kuwaombea vijana ajira, na kama hii ndio sababu ya kuvunjika muungano, wacha uvunjike, kwa sababu ajira ninazoziomba ni ajira stahiki ambazo kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar imewataja Wazanzibari ni nani, ingawa tafsiri zinakuja tofauti, na wizara ambazo ni za muungano zimeainishwa na wizara ambazo si za muungano zimeainishwa. Sisi tunasema utalii si mali ya muungano, usafiri si mali ya muungano, lakini kilimo si mali ya muungano. Sasa kwama tunaomba ajira katika taasisi hizo, alafu tunaambiwa tunabagua eti tunasababisha kuvunjika kwa muungano, ama kwa hili muungano na uvunjike, lakini lazima tuseme Wazanzibari tutafute njia za kuwapatia ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nieleze katika nukta nyingine, tuko katika nukta ya deni la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, muasisi wa nchi hii alisema kwamba tutaijenga nchi yetu, Mheshimiwa Karume marehemu, kwa nguvu zetu wenyewe na fedha zetu wenyewe. Leo nashangaa tunakuja kujigamba na kujinasibu eti kujenga nchi kwa deni. Mheshimiwa Karume alisema kuendesha nchi kwa deni ni kutafuta utumwa. Sasa Mheshimiwa, nashauri sana na namuomba Mheshimiwa Waziri atuelekeze mbinu na vianzio vipya vya mapato ambavyo tutaijenga nchi yetu bila ya kwenda kwenye madeni, kwa sababu inaonekana wazi kwamba madeni tuliojiingiza ni mzigo, na vizazi vitakwenda, hatuwezi kulipa mzigo huu. Kwa mfano, sasa hivi tumetoka katika kukopa katika mashirika ya kimataifa, tunajiegemeza kukopa katika mashirika ya ndani. Imeeleza bajeti 99.5% ya deni letu tumekopa mashirika ya ndani, mabenki ya ndani, mabenki ambayo ni ya biashara, kwa maana nina uhakika kwamba interest ama riba yake ni kubwa zaidi sasa, kwa sababu haya ni mashirika ya kibiashara. Deni kubwa hili sasa ambalo tumekopa kwenye mashirika ya kibiashara yana athari mbili. Athari ya kwanza ni kuonesha wazi kwamba wafanyabiashara wetu wakubwa sasa watashindwa kukopa, kwa sababu fedha nyingi zimekwenda kukopwa na serikali, ambao serikali ingeweza kwenda kukopa katika mashirika ya nje. Lakini la pili, kwa sababu riba ni kubwa, tunawaongezea mzigo wananchi wetu. Ndio leo tunajigamba eti tuna maendeleo ya miradi, lakini umaskini kwa wanyonge unazidi. Watu wanakufa njaa ndani ya visiwa hivi. Kama sisi hatuoni, tuangalieni clips zinazorushwa katika visiwa vyetu hivi viwili. Wanyonge wanalala nje, watu wanakufa njaa ndani ya visiwa hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajibebesha mazigo ya madeni makubwa ambayo yana riba kubwa. Kwa maana hiyo sasa uchumi huo haushuki kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri, naomba utuelekeze vipi tutaweza kufanya ili maisha haya magumu na mfumuko huu wa bei uweze kupungua. Leo tunajigamba eti tunakuza mshahara shilingi 500,000, lakini vitu vyote vimepanda zaidi ya 100%. Sasa je, huyu tumekwenda kumsaidia au kumwongezea mzigo?
mafuta yamepanda zaidi ya 100%, kodi ya usafiri imepanda na vitu vingine, alafu leo tunakwenda kuwadanganya watu kwamba tunaongezea mshahara 500,000. Hii ni kuwadhihaki Wazanzibari. Hatujawa tayari kuwabeba wafanyakazi hao wanyonge ambao wanakufa na madeni. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika, naomba niendelee kusema kwamba au kuchangia, tukija katika kasi ya ukuaji wa uchumi wetu umeelezwa hapa unakuwa kwa 7%, lakini deni linakuwa kwa 15%. Sasa Mheshimiwa Waziri, vipi tutaweza kulipa deni hili ambalo uchumi unakuwa kwa kasi ndogo kuliko deni ambalo tunalo? Mheshimiwa Spika, nije katika nukta ya uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, tumewekeza katika majumba ama ujenzi wa nyumba ambazo tayari zinawezekana kuonesha kwamba zinatia sura na haiba katika visiwa vyetu, lakini athari ya miradi hii ya nyumba imejitokeza moja, kwamba nyumba moja, yani mtu mmoja anaweza kuuziwa, inasemekana kuuziwa nyumba 3 ama 4, ambapo nyumba hizo sasa zinatumika kukodishwa watalii, ambao watalii hao wamelipa nje kila kitu, na wanapokaa katika majumba yale sasa tunakosa ile kodi ambayo tungeweza kukuza uchumi wa visiwa hivi. Sasa naomba katika eneo hili tuliangalie, kwa sababu inaonekana wazi kwamba ni mwanya mmoja unaotumika katika kukwepa kodi. Mheshimiwa Naibu Spika, nije katika nukta ya msamaha wa kodi. Hotuba yetu hii inaeleza wazi kwamba fedha nyingi zinapotea katika msamaha wa kodi, na hii sasa inaanza kutia mashaka, kwa sababu wanaopewa misamaha ya kodi ni watu ambao wana kipato kikubwa. Wale wafanya biashara wadogo hawapati msamaha wa kodi. Kuna nini? Vilio vinaonekana wazi kwamba misamaha hii ya kodi inapewa watu ambao tayari wanakuwa na uhusiano na wakubwa. Hotuba imesema kwamba kuna misamaha ya kodi 474 na iliyokubaliwa ni 367. Kuna upotevu wa fedha bilioni 287 ambazo zingetosha kuongeza mapato ya serikali na kuendesha miradi, na pengine tungeweza hata kusamehe kodi katika vitu vile vya ama huduma za lazima katika kuwarahisishia maisha watu wetu. Sasa je, hatuoni kwamba msamaha huu wa kodi ambao una mega fedha nyingi za serikali, hatuoni kwamba ni kuongeza mzigo kwa serikali? Je, Mheshimiwa Waziri, ili umeliangaliaje ambapo fedha nyingi inapotea katika eneo hili na tunakwenda kuwabana wananchi wa mwisho? Unapoongeza kodi, Mheshimiwa Waziri, katika magari, maana yake unakwenda kuongeza maisha magumu kwa mwananchi wa chini, kwa sababu bidhaa zinapopanda anayeumia si mfanya biashara, ni mtumiaji wa mwisho. Naomba sana Mheshimiwa Waziri tuelekeze katika maeneo haya. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Naibu Spika, inasikitisha sana kwamba hotuba yetu hii haikueleza vyanzo vipya. Inaonekana wazi kwamba wizara yetu imeshindwa kubuni vyanzo vipya vya mapato, na tumechukua vyanzo vile tukenda tukapandisha makodi kuwaumiza wanyonge wa Mungu. Naomba sana Mheshimiwa Waziri, ili tulitafakari, ili tubuni vyanzo vipya vya mapato kusudi kuweza kupunguza ukali wa maisha kwa wanyonge wa mwisho.